Habari za saizi wa Tanzania wenzangu. Na washukuruni ndugu waandishi wa habari, wadogo zangu, rafiki zangu kwa kuweza kuja. Nimeona nizungumze kwa sababu mambo haya sio ya kufumbia macho. Wakati mwingine ukiwa na tatizo afu ukalifumbia macho linaweza likakuathiri ama likaliathiri taifa ama hata wewe mwenyewe binafsi ikakuathiri. Nina mambo takriban matatu, manne, matano ambayo nimeona nije ni share na nyinyi ama tuzungumze na nyinyi na kujadiliana kuhusiana na tunako kwenda, tulipotoka na tulipo. Lakini mambo mengine yananihusu mimi binafsi kama mwanaharakati. Jambo la kwanza ni mpango wa mauaji dhidi yangu mimi mwenyewe mwanaharakati Cyprian Musiba. Na ni jambo ambalo naweza likawastua kidogo, lakini ndo hali halisi ilivyo. Kuna watu wameazimia kuniua kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi wa 10. Nitawataja majina. Lengo ni kuzuia kauli zangu ambazo ni tatizo kwao. Atakayetekeleza mauaji hayo ni mzungu raia wa Ujerumani, kuna Wasomali wawili na kuna Mpemba mmoja ambaye ni dereva anaendesha hiyo gari ambayo inataka kunifanyia mauaji. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kuna mtu anaitwa Zitto Kabwe na timu yake. Wamemleta mzungu kutoka Ujerumani ambaye ana uzoefu katika ngazi ya ukachero na mtaalamu wa assassination. Anaitwa Anderson Macrons ambaye alipitia mpaka wa Kenya na Tanzania na Manga, yani kuingia Tanzania na kupanda basi la kawaida linaitwa Machame seat namba 11, na lengo la kupanda basi hilo ni kutogundulika kirahisi na serikali. Aliyekwenda kumpokea huyo muuaji wangu mwanaharakati Cyprian Musiba siku ya Ijumaa ya tarehe 21 ni mdogo wake Zitto Kabwe ambaye anajulikana kwa jina la Bayona Zuberi Kabwe. Anderson ameelekezwa kutembelea mikoa ya Dodoma na Dar es Salaam na anatembea na picha yangu, lakini pia kuna timu ya wasichana kadhaa ambao nao wamekuwa wanazungukia mikoa ya Dar es Salaam na Dodoma kwa kazi maalum ya kuhakikisha kwamba ninapatikana. Sababu za kuazimia kuniua mimi, wanasema nimekuwa tatizo kwa mikakati yao ovu dhidi ya serikali ya Mheshimiwa Rais Magufuli ambayo hupangwa kwa siri mno, lakini mimi naivuruga. Wanasema nikiuliwa itachukua muda mrefu kumpata mtu anayefanana na mimi na lengo lao litatimia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mauaji hayo yanaratibiwa na watu wengi. Ingawa Zitto Kabwe ndiye amewekwa mbele, lakini wapo pia viongozi walio kwenye mfumo na waliowahi kuwa kwenye chama na serikali. Mikakati yao inafanyika kwa siri sana. Aidha, Zitto Kabwe alileta mzungu mmoja huko Ikola Mpanda, Katavi. Mzungu huyo alikuwa na nia ya dhati ya kuwekeza kwenye uchimbaji wa madini na kufanikiwa kuleta vifaa vya uchimbaji madini yanayopatikana katika eneo hilo. Ghafla mzungu huyo alitoweka na kuacha vifaa vyake vyote vya uchimbaji, na sasa vinaangaliwa na mwenyewe Zitto Kabwe ambaye ameshindwa kuvilipia kodi, na matokeo yake anahamishia hasira kwa Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kuanza kumhujumu bila kujua kuwa analihujumu taifa. Zitto Kabwe na January Makamba. Zitto Kabwe anamshawishi January Makamba agombee urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chake, lakini Makamba anahoji kama akikosa huo urais itakuwaje wakati alishaomba msamaha kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM. Zitto anawahakikishia wahafidhina kuwa kuna nchi ambazo zinawasapoti na tayari wamekubaliana kuhakikisha wanamweka rais mpya katika uchaguzi wa mwaka huu 2020 atakayekidhi matakwa yao. Zitto Kabwe anasema kuwa makubaliano ya Barrick na serikali
ya Tanzania ni geresha tu, lakini dhumuni lao ni kuhakikisha na kufanikisha hujuma kwa serikali hii wakati wa uchaguzi, na hao bariki ndio wanatoa pesa kwa Zitto Kabwe na Tundu Lissu na baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wamekuwa wanashirikisha kwenye baadhi ya vikao vyao. Zitto anaendelea kusema kuwa kuna nchi zinazoendesha biashara za madini hapa nchini ambazo wamekubaliana na serikali kadhaa ili wafanikishe mipango yao ya kuweka kiongozi mwingine, na mipango hiyo inafanyika kwa siri sana, na kwenye vikao vyao hivyo wahujumu Zitto Kabwe wakati mwingine amekuwa anashiriki. Vikao vya CCM kumpata mgombea urais 2020. Kuna Watanzania wenzetu kwa kushirikiana na wapinzani na wageni kutoka nje bado wanaendelea na harakati za kutaka kufanikisha lengo lao la kumuondoa Mheshimiwa Rais Magufuli kupitia vikao vya chama, na kuna mjumbe mmoja ambaye anatumika kuratibu mpango huo, jina tunalihifadhi. Kumekuwa na hekaheka za siri kufanikisha azimio lao la mapinduzi kupitia vikao hivyo, na kuna mmoja analalamika kuwa pamoja na kumweka Magufuli madarakani lakini ameshindwa kuwasaidia, na badala yake amekuwa anawasema waziwazi mbele ya wananchi. Kwa hivyo lazima aondolewe, na wanapanga kutumia mbinu za Afrika Kusini walizotumia kumuondoa Jacob Zuma kupitia kwenye vikao vya chama. Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar, Zitto Kabwe na Maalim Seif wamekubaliana na mataifa hayo ya nje kuiondoa serikali ya CCM iwe kwa vurugu ama umwagaji wa damu, lakini ilimradi ACT kamate kiti cha urais wa Zanzibar. Zitto Kabwe anasema uchaguzi wa Zanzibar mwaka huu hautakuwa wa kawaida. Watanzania wajiandae kwa umwagaji wa damu upande wa Unguja na Pemba, kwani chama chake na Maalim Seif wamejiandaa kwa hilo. Mawasiliano. Zitto Kabwe na timu yake wakiwemo waliomo ndani ya mfumo anaoshirikiana nao wanatumia simu ambazo si za Tanzania ili kuepuka kufuatiliwa na serikali. Narudia tena. Zitto Kabwe na timu yake wakiwemo waliomo ndani ya mfumo anaoshirikiana nao wanatumia simu ambazo si za Tanzania ili kuepuka kufuatiliwa na serikali. Yaani hiyo ni kwa ajili ya mipango yao ambayo wanairatibu ya kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais Magufuli harudi temu ya pili. Kwa hiyo wamekuwa wanawasiliana kwa masimu ya nje ambayo hayasomeki kwenye nchi yetu hapa, yanasomeka nje. Pesa za hujuma. Pesa zao zote kwa sasa zinazotoka nje ya nchi zinapitia Kenya na kupitishwa njia za panya ili kuja kutumika kuhujumu uchaguzi na serikali ya Tanzania. Katika hiyo safari yake ya nje ya nchi, Zitto alipewa milioni 500 za kuja kuanzisha harakati zake za mauaji Zanzibar, lakini pia pesa hizo kutumika katika uchaguzi wa ndani wa chama chake Pemba na huko Ujiji. Vijana kusomeshwa nje. Kuna vijana ambao wamepelekwa nje ya nchi kusomea hujuma dhidi ya serikali ya Tanzania, wakiwemo vijana 4 kutoka Kigoma Ujiji ambao wamekuwa wanawasiliana na mdogo wake Zitto Kabwe, Bayona Zuberi Kabwe. Vijana wengine wanatoka Pemba, Unguja na Arusha. Huko wanajifunza namna ya kufanya ugaidi pamoja na kufanya mashambulizi ya maangamizi dhidi ya majumba makubwa na maeneo yenye mikusanyiko na kufanya assassination kwa viongozi wa serikali. Wakati wa bunge dogo la Februari 20. Ndugu wa Tanzania wenzangu, takumbuka karibuni hapa kulikuwa na bunge dogo Dodoma. Wakati wa bunge dogo la mwezi wa pili mwaka huu, Januari Makamba alijaribu kutaka kunifanyia vurugu ndani ya viwanja vya bunge, lakini mimi nikamshtukia mapema na kujifanya sijamuona na kuepusha zogo na aibu ambayo ingeweza kutokea kama na mimi ningejibu kauli alizokuwa anaelekeza kwangu pale mgahawa bungeni. Na pia ilisaidia kwa sababu waandishi wa habari hawakuweza kuliona hilo tukio. Lakini lilikuwa ni tukio la hovyo sana ambalo Januari Makamba alikuwa amedhamiria kunifanyia ndani ya viunga vya bunge kwenye mgahawa wa bunge. Lakini kwa kuwa mimi nilimshtukia mapema sana, alikuwa anatukana, anajaribu kunisogelea, mimi nikawa natembea zangu tu. Wala sikutaka kumjibu. Matokeo yake nikatoka nje ya mlango wa ule mgahawa wa bunge
nikatokomea kusikojulikana. Mwaka jana pia nikiwa eneo la Kawe Kinondoni, Dar es Salaam, nafuatilia kitambulisho cha taifa NIDA, nikiwa naongea na baadhi ya wafuasi wangu wanaonifuatilia kwenye harakati zangu hizi, ghafla nilivamiwa na mdogo wake Januari Makamba, lakini nilifanikiwa kuondoka eneo la tukio nikiwa salama. Wamekuwa wananizungumzia mimi kwa ubaya, na kwenye vikao vyao vya siri wananiongelea negative sana. Wanasema utawala huu ukipita wanaanza na mimi, na kila neno wanaloongea nimekuwa natajwa mimi. Kwa hiyo wanasubiri tu serikali imalize muda wake wanishughulikie. Sasa sijui mimi nitakuwa katika hali gani, sielewi. Kwa hiyo kwa sasa nimegundua niko kwenye hatari kubwa sana. Lakini Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo na Watanzania wengi wako na mimi, kwa sababu nina ulinzi wa Mungu wa kutosha sana. Kwa hiyo ndugu wanahabari, nimeona nizungumze hayo kwa kifupi sana. Hii familia ya Makamba sielewi ni kwa sababu gani, lakini wamedhamiria kuniletea shida, na sijui ni kwa sababu gani. Sijui wanaamini mimi ndo nimesababisha wakaondolewa kwenye nafasi zao, sina hakika. Lakini niko kwenye danger zone, kwa sababu lile tukio la kuvamiwa na mdogo wake Makamba au mtoto wa mzee Makamba Kawe ilikuwa ni tukio baya sana. Na kama angekuwa na kisu au risasi angeniua. Zozote. Sijachukua hatua zozote. Na sitarajii kuchukua hatua zozote, isipokuwa mimi natembea kwa sasa. Yaani nina tahadhari kubwa, kwa sababu kama ndani ya bunge mtu anaweza kufuata, anataka kufanyia uhuni, sio jambo la kawaida. Sasa mimi na ilikuwa ni kwenye mgawa pale, kwa sababu nilichofanya mimi niliepusha. Kama ningetumia hasira za Msoma zile, nafikiri ndani ya bunge ilikuwa ni jambo la hofu sana lingetokea. Kwa hiyo kwanza sikutarajia, kwa sababu wakati nakunywa chai nilimuona aliangalia mimi wakati nataka kutoka, yeye akawahi mlangoni. Lakini mimi nikajua kwamba huyu anakwenda kwa ajili yangu mimi. Kwa mimi nilichofanya, na mimi kidogo nina elimu nzuri tu ya mambo hayo, nikajua yule yuko kwa sababu yangu mimi. Nikavizia mbunge mmoja yule anapita, nikawa nataka sasa na mimi niwe nyuma yake, lakini yule akawahi. Kwa Januari akaja akawa ameziba mlangoni hivi, lakini mimi nikajua huyu anaziba kwa nia mbaya. Nikatumia na mimi mambo yangu fulani hivi, nikapita nikatokomea. Lakini alinitukana matusi ya ovyo ovyo sana pale. Na hili la Kawe mimi nilikuwa nimekaa na watu wengi. Unajua mimi watu wakiniona wengi wananifuata. Kwa hiyo nasubiri kitambulisho, akaja pale wazee wananipongeza na nini. Wazee kabisa. Lakini yule mdogo wake Januari akajitambulisha mimi ni mtoto wa Makamba. Alafu akaanza kwanza alikuja kwa nyuma kiasi kwamba angeweza kunifanyia chochote tu. Kama angekuwa na risasi, angekuwa na pistol au nini au kisu, angeniua. Lakini nashukuru Mungu, wale baadhi ya wafanyakazi wa NIDA pale walisaidia kuondoa hiyo. Mimi nikaweka kwenye gari yangu nikaondoka. Sasa ninajua kwamba ninayo shida, na mimi ninafanya mambo haya si kwa nia mbaya. Mambo haya hawakuwa na mazoea ya mtu kusema vitu kama hivi, kwa sababu tulizoea wakati wa utawala wa awamu ya 4. Nafikiri Mheshimiwa Kikwete aliimbiwa hapa Dodoma, tuna imani na Lowassa. Sasa ni mambo haya ambayo yalikuwa yanafanyika kwa siri. Sasa kwa sasa walitaka kuendelea na mambo hayo, lakini mimi sasa ikawa bahati mbaya sana. Kila wakifanya mipango mimi naitoa hewani. Kila wakifanya mipango mimi naitoa hewani. Na sio kwa nia mbaya, kwa sababu rais wetu huyu tulimchagua wenyewe na tukampigia kura wenyewe. Wajibu wa kumlinda Mheshimiwa Rais na kumtetea na kumsemea ni wetu sisi wenyewe, wa Tanzania wote.
Sio swala la msiba peke yake. Ni swala la kuzungumza wazi, kwa sababu ni rais wetu. Hakujiweka mwenyewe pale, aliwekwa na katiba na tukamchagua, tukampigia kura. Kwa hiyo tuna wajibu wa kumsemea na kumtetea kila eneo na kila mahala, na kujaribu kuondoa dhana zile za kutaka wale watu wanaotaka kumharibia. Na kama mtagundua, Mheshimiwa Rais naye amejilipua, amejitoa kafara kwa mambo mengi sana. Amezuia, amerekebisha mikataba ya madini ambayo ndio inamletea shida sana. Na ndani ya madini mle kulikuwa na watu wananufaika kabisa. Na hao watu wana hasira na Mheshimiwa Rais kuliko nyinyi mnavyofikiria. Na ndio maana Zito anajiamini, anasema kwamba hawa jamaa walioingia mkataba na serikali imebidi wafanye hivyo, na mimi natumia muda huu kuitahadharisha serikali ya Tanzania. Katika moja ya mambo anayotaka kuwa nayo makini sana ni hawa jamaa wa Barrick wenye madini, na washauri na anawatahadharisha. Wale wazungu wana akili nyingi sana, na wale ni mataikuni. Unajua wale ni matajiri wa Canada, wana pesa, wameshawekeza pesa zao nyingi sana kwenye madini. Sasa ukikaa tu, ndio tumeingia nao mkataba na serikali imo na nini, wanahitaji kufanywa investigation ya hali ya juu sana, kwa sababu hawa watu tulioingia nao mikataba bado wanawasiliana na kina Zito, wana communicate na wakina Tundu Lissu, kwa sababu ndio walikuwa wananufaika na hayo mikataba. Kina Jeffrey Smith yule Mmarekani walikuwa kwenye hayo mikataba, lakini mzee amevunja. Tunaingia kwenye mikataba mpya, sio kazi ndogo. Sasa huyu mzungu napenda tu kumuonya naye mdogo wake Zito, huyu Bayona. Zito ana mdogo wake anaitwa Bayona Zuberi Kabwe, na huyu jamaa ndo sasa amepewa kazi ya kunifuatilia mimi na huyo mzungu anaitwa Bayona. Popote alipo, naomba mfikishieni ujumbe kwamba huyo mzungu ambaye ametoka Ujerumani tayari ninamjua, na mimi tayari nina picha yake, ingawa na yeye pia ana picha yangu. Na swala la kutaka kuniua sio swala la kufumbia macho, kwa sababu nyinyi mnaweza kuwa mnaona ni kawaida na natafuta kiki. Mimi sitafuti kiki. Natafuta kiki ili weje. Mimi na familia na mke na watoto. Kwani mimi ndio napenda watoto zangu wawe yatima? Mimi nikiondoka wale watoto nani atawasaidia? Wazazi tunapenda kuona unapozaa mtoto anakuwa msichana mkubwa, anamaliza hata chuo. Kama ni wa kike aolewe, unamshuhudia. Kama ni wa kiume anaoa, unamshuhudia. Sasa hakuna mtu anayependa kuona hali kama hii. Lakini mimi ninajaribu kusema na kumkata marehemu mengi. Wakati fulani alikuwaga naye akiona hali ni mbaya anakimbilia kwenye vyombo vya habari, anazungumza. Na mimi vyombo vya habari naamini ndio kinga yangu. Kama mtu anataka kuniua, ajue nafahamu anataka kuniua. Kwa hiyo huyu Bayona amekuja na huyu mzungu, na amepokelewa Ijumaa tu. Amepitia na Manga, wamepanda kwenye Machame basi lile, wamekuja Dar es Salaam. Na wana picha yangu, na wanakuja mpaka Dodoma. Kwa hiyo sehemu pekee ambazo wamepanga kunitafuta mimi ni Dar es Salaam na Dodoma. Na kuna wasichana wengi ambao pia wamepewa hiyo kazi. Kuna wasichana wengi tu ambao wameletwa kwa ajili ya wengi, wauaji wengi, wale ambao wanataka kufanya mauaji mara nyingi wanatumia wasichana. Popote pale kwenye mataifa mengi, wakikutafuta mwanaume au gaidi au si nani au nani, mara nyingi wanatumia wasichana. Na mimi nimekuwa napigiwa simu nyingi, zingine sizijui. Napokea masimu mengi, wakati mwingine siku hizi nikiona simu tu sijui, sipokei au nakata tu. Na wakati mwingine sasa hivi nimekuwa kwenye wakati mgumu pia, kwa sababu hata wakati mwingine naogopa kupokea simu. Nakuwa nimezima simu zangu hizi, nazima muda mrefu sana, kwa sababu natafutwa, najua natafutwa. Na wananitafuta kwa kutaka kuniua. Media ndio kitu pekee kinachoweza kufikisha ujumbe popote pale. Popote pale. Kwa mimi moja ya kinga yangu ni kukimbilia kwenye media. Mambo mengine hayo tunafanya kwa kiutaratibu na nini, lakini cha kwanza ni kukimbilia kwenye media.
ili naamini waandishi wa habari ndio wanaweza wakanisaidia wakaniokoa kupitia kalamu zao na midomo yao na kila kitu zao. Kwa hiyo hili swala la mtu huyu kuja kunifuatilia mimi kwa ajili ya kunifanyia mauaji, sikutaka kwenda popote zaidi ya kwenye media. Na ndio maana nimemtaja mdogo wake Zito, anaitwa Bayona Zuberi Kabwe. Na msifikiri ni Zito. Unajua nyinyi mnafikiri Zito haya anayoyafanya ni yeye. Zito yani ni puppet tu. Yani Zito ana nguvu ndogo, yani hana issue, hana nguvu yoyote. Kuna majitu humu yamo humu ambayo yaliwahi kuwa kwenye serikali humu na kwenye Chama cha Mapinduzi. Ndio amemtanguliza Zito mbele hivi. Zito hana issue yoyote, Zito ni mtu mdogo tu, yani hana issue. Kuna watu wenye nguvu zao na wenye pesa zao na wenye heshima zao ambao kabisa hawakubaliani na serikali ya awamu ya 5. Kabisa. Yaani anaweza kuwa nje hapo kwenye kamera anachekelea serikali ya awamu ya 5. Lakini akifika nyumbani kwake anaiombea hiyo serikali iondoke hata leo, hata ife hata leo. Wako ndani ya mfumo. Na wengine kabisa wamepewa na mamlaka, wana madaraka. Lakini hawakubaliani na kinachofanyika. Kwa hiyo Zito yeye kawekwa tu mbele. Kwa sababu Zito mbali na kwamba naye alikuwa ananufaika sana na tawala zilizopita, lakini hakuwa Zito mwenyewe, alikuwa ananufaika na baadhi ya watu wengine aliokuwa nao. Kwa hiyo Zito, kwa sababu yeye ni mpinzani, anaweza kusema chochote, anaweza kuongea lolote. Lakini hao ambao wako ndani ya mfumo na kwenye chama, wao wanajificha. Umeelewa? Wanajificha kwenye kivuli cha Zito. Na msifikiri mimi Zito eti ndo anaweza kunifanyia mambo haya. Zito yuko mbele, lakini wanao nitafuta mimi waniangamize pia wako kwenye mfumo tu. Yaani huyu ni mtu ambaye watu wanaamini mimi ndo nimewaharibia maisha. Mimi namharibia mtu maisha kivipi? Kwa mfano, mimi nimesema kwamba kuna watu wanafanya 1, 2, 3. Wanataka kumhujumu rais aliyepo. Na nilisema na mkasikia klipu. Yaani sauti zao zipo. Kwa hiyo mimi kuna ushahidi gani watu wanahitaji? Wakati kila kitu kiko wazi. Lile deni lake la NSSF karibu bilioni 1. Nisema kwa nia nzuri tu kwamba kuna wakati mwingine watu wanaweza kuilaumu serikali kwamba haina pesa, lakini kuna watu wana pesa walichukua NSSF, zile pesa wamekaa nazo, lakini wastaafu wanabaki wanalia njaa. Yeye haikuwa ni mbaya na mtu arudishe bilioni 1 aliyokopa, na mkopo sio tatizo. Arudishe, na wale watu waliokuwa amewaweka mbele kuhusu mkopo hawakufaidika na huo mkopo, na kama arejeshe ili watu walipwe hela zao, wale wastaafu, baba zetu, mama zetu walipwe. Niliongea kwa nia nzuri sana. Lakini watu wananiona mimi kama ni kirusi kweli. Wananiona kama kirusi kweli. Kwa mimi najua natafutwa. Lakini ukiwa unatafutwa lazima useme, ili wanaokutafuta wajue kwamba unajua. Na ndio maana nimetaja huyo mzungu anataka kunifanyia mauaji, huyo mtu alienda kumpokea, basi alilopanda, nimewataja. Na nina ushahidi. Na mimi sasa hivi na picha yake huyo mzungu, huyo Anderson. Kwa ni mambo ya kipuuzi fulani ambacho hatuwezi kukubali eti rais yupo kachaguliwa kidemokrasia, alafu tuna wahuni maybe wako ndani ya chama au wako wapinzani huko, wanapita chini kwa chini, wanataka kumhujumu afu sisi tukaacha. Mimi siwezi, kwa sababu mimi nishaamua kusema nitasema tu. Yaani nimeshaamua kusema nitasema. Kwa hiyo hawa nitafuta hawa, mara wanivamia ama tunapeleka kejeli, mimi nitapambana nao mwenyewe. Ingawa kwa kweli niko kwenye danger zone sana. Niko kwenye hatari kubwa. Na hata sio ya kawaida. Lazima niseme ukweli. Kwa sababu lengo lao wanataka mimi ni uwawe kabla ya mwezi wa 10. Mimi nimekufa. Utadhani wao hawafi. Kwa sababu mimi ni mtu mdogo. Mimi sina issue yoyote. Mimi
Ni kati ya Watanzania tunaotoka kwenye familia maskini tu. Yaani sina chochote, sina lolote. Lakini kinachowatisha watu ni kwa nini nimewasema hasa vigogo waliokuwa ndani ya CCM. Na mavigogo yamewahi kufanya kazi serikalini, wamewahi kuwa mawaziri manani. Mimi nimewasema kwamba wanafanya 1, 2. Halafu cha ajabu sana, hawa watu niliokuwa nawasema mimi walikuwa wanasema na wapinzani. Na mtakumbuka Chadema alipata umaarufu kwa sababu ya kuwasema watu wa CCM tu. Chadema hakuwahi kupata umaarufu kwa jambo lingine lolote. Ni kusema ufisadi wa CCM, ni kusema rushwa ndani ya CCM, na mambo si ya ndege nini, yani na kuwataja kwa majina, si wanaua meno ya tembo, si wanafanya nini mbugani, si wanasafisha wanyama na vitu kama hivyo. Madawa ya kulevya ndio yaliowapa sifa Chadema. Mheshimiwa Rais alivyokuja ameondoa mambo yote hayo, kayaondoa yote. Sasa mimi ni mapya anayoyasema, sio mapya. Mimi nilikuwa nayasema ni ya kawaida tu, hata sio mambo mapya. Kwa hiyo mimi rafiki yangu nilishafungulia mpaka watu na nishawachukulia mpaka Arabi baadhi ya watu. Naelewa bwana. Kwa mimi hayo ndio yalikuwa ya kwangu na sikuwa na sababu ya kutoyasema. Na mimi ninapohisi hatari muda wowote nitasema. Ninapohisi hatari muda wowote nitasema. Mimi naamini vyombo vya habari ndio vinaweza kunisaidia tu. Kuna swali lingine? Nielewa hata maana. Yaani tume huru ya uchaguzi maana yake nini? Na kwa nini tume huru ya uchaguzi ije sasa? Lazima mjiulize. Kwa nini tume huru haijadaiwa wakati wa Mkapa, wakati wa Mwinyi, wakati wa Kikwete? Kwa nini tume huru wakati wa Magufuli? Ni jambo la kutafakari sana na ni jambo la kujiuliza sana. Kwa nini tume huru waidai sasa? Na kwa nini wasidai wakati wa Jakaya, wakati wa Mkapa, wakati wa Mwinyi? Kwa hiyo tume huru ni sehemu inataka kuwa kisingizio. Nimesema kwamba uchaguzi wa safari hii unawezekana kuwa na vurugu kubwa, na vurugu zenyewe zinaanzia Zanzibar. Ndio walio target wanaanzia Zanzibar. Tume huru ni sehemu ya kichocheo cha vurugu ambazo zimepangwa kufanyika. Kwa sababu unapodai tume huru kuna process. Tume huru kwanza kuna Wizara ya Katiba, kuna kuandika barua, kuna vikao vingi, kuna bunge. Umeelewa? Yaani Rais Magufuli hawezi kuamka tu asubuhi akasema kuanzia leo tuna tume huru. Mheshimiwa Rais yupo kwa mujibu wa katiba. Amewekwa pale kwa mujibu wa katiba. Tume huru itabadilika kwa mujibu wa katiba ambayo ndio sheria mama. Lakini turudi nyuma kidogo. Tume huru hiyo wanaoilalamikia wapinzani ndio tume huru hiyo iliyowafanya kwa wabunge. Mnyika yuko bungeni temu ya pili, Lema yuko bungeni temu ya pili, Mbowe yuko bungeni temu ya 3, wapinzani kina Sugu wanakwenda temu ya pili. Kwa hiyo Chadema imekuwa wapinzani ndani ya bunge kutokana na tume hii ambayo leo wanasema kwamba haifanyi vizuri. Nakumbuka ndani ya tume hii ambayo wanalalamikia sasa ndio ilifanya Chadema wakapata kura milioni 6. Kwa tume hii wakati Rais aliyepo alikuwa na 58% ambayo karibu milioni 8. Tume huru hii. Kwa hiyo mimi ngoja niwaambie Watanzania wenzangu na ndugu waandishi wa habari. Waandishi wa habari mlisaidie taifa hili. Yaani tukienda tukadhani kwamba tunaweza tukapona, tutaingia kwenye machafuko ambayo hamtoamini, na tunaongea hapa. Na mtakuja kunikumbuka wakati watoto wenu, baba zenu, mama zenu wameshavunjwa miguu. Dhana ya tume huru ni kwenda kwenye machafuko. Na hiyo imepangwa. Ndio maana wamemwandikia Mheshimiwa Rais barua. Kama mtakumbuka nilizungumziaga kuhusu waraka. Chadema waliandaa waraka wa kumshinikiza rais akubali tume huru na mambo mengine yote. Wanamshinikiza, utadhani yeye ndo katiba. Hiyo kopi walipeleka EU, wakapeleka UN, wakapeleka Umoja wa Ulaya. Umeelewa? Alafu Zito akaanza ziara kule Ulaya kutana na Tundu Lissu. Kwa hiyo hii tume huru
Msizani kwamba eti inadaiwa kwa sababu ya watu wanataka kuchukua nini. Tume huru wanaizungumza kama sehemu ya kichocheo cha kuelekea kwenye vurugu uchaguzi mkuu wa mwezi wa 10. Na mimi nasema wazi, kama muamini mtakuja kunikumbuka. Nchi hii uchaguzi ujao utakuwa sio wa kawaida, kwa sababu wamejipanga, watu wameshajipanga kutokubali matokeo kwa lolote lile. Na wameshaka kwenye vikao na tayari na mimi nawatahadharisha Watanzania, kwa sababu hao wanaojipanga kwa ajili ya vurugu, wao vurugu likitokea wanapanda ndege wanakimbilia Ulaya. Watakuwa angamia hapa ni wakina mama wajawazito, wazee, watoto na wagonjwa mahospitalini. Tusientertain mambo ya tume huru leo. Tume huru kwa nini wakati wa Magufuli, na kwa nini sio wakati wa Kikwete, Mkapa au Kikwete? Kwa nini wakati wa Magufuli? Asante bwana.